Bwana, mambo vipi mwanafamilia wa channel tupendwa hii hapa ya Kelo Media. Kama ndo mara yako ya kwanza, basi nikusii usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Bwana, tumeweza kuona namna ambavyo bibi Zuchu alivyoweza kujifungua salama, na leo hii tunaona namna ambavyo anavyomnyonyesha mtoto wake, jambo ambalo limeweza kuwavutia watu wengi, na wengi wakasema kwamba Mungu aendelee kumpigania Zuchu aweze kuwa mwanamke bora na aweze kusimama imara katika kila hatua ya maisha ambayo anayopiga, kwa sababu tunaamini kwamba kila kitu kitakwenda kuwa sawa, na hiki chote kimesababishwa na mambo mengi kuweza kutokea katika maisha yake, na Mwenyezi Mungu tunaamini atamfungulia milango ya riziki na atamfanya awe bora zaidi katika familia ya bwana mkubwa Diamond Platnumz. Sasa baada ya bibi Zuchu kuweza kujifungua, alikuwa anahofia sana kuweza kumnyonyesha mtoto wake, akisema kwamba anaogopa kuweza kunyonywa maziwa yake, na hii yote sio kwamba anahofia kwamba huenda maziwa yake ataweza kupoteza muonekano wa kipindi cha nyuma. Hapana, bali ni vile tu anahofia, yani kule kuogopa kwamba wakuaje mpaka mtoto ananyonya anapata maziwa, hii imekaaje? Hicho ndicho ambacho alichokuwa anahofia zaidi, lakini mama yake mzazi aliweza kumsihi pamoja na mama Dangote kwamba kila kitu kinawezekana, ni wewe tu kuweza kuwa na utayari, na kila kitu katika hii dunia kina sababu yake, hivyo unatakiwa kuweza kusimama imara, kuweza kuhakikisha kila kitu kinakuwa katika mikakati na misingi iliyo bora, kwa sababu kila mtu anaamini kwenye kile ambacho kinachotokea, kwa sababu tumeweza kuona hata sisi wa mama zako tumepitia hiyo situation ambayo unayoipitia. Bwana, mambo ndo kama hivyo. Bibi Zuchu anafundishwa namna ambavyo anatakiwa kuweza kumnyonyesha mtoto. Hicho ndio kitu pekee ambacho kimeweza kuwavutia watu wengi, na wengi wao walimpongeza sana na kumwambia kwamba kila laheri dada yetu kipenzi.